katika na dua yetu ya jana tulikuwa tukielezea njia mbalimbali za kuhifadhi amani. Tulielezea njia 6 na leo biidhnillah azza wa jalla ambayo itakuwa ni siku ya mwisho tunaelezea njia ya 7, nayo ni adamu alkalami washatmi wasabbi fil hukam. Haifai kuwasema vibaya wala kuwatusi wala kuwalaani watawala. Uislamu unatufundisha kwamba haifai kwa raia watawaliwa kuwatukana viongozi wao. Hivi ndivyo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotufundisha, kama alivyopokea al-Imam Ibn Abd al-Barri athari kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anatuambia kana kibaru sahaba, walikuwa masahaba wakubwa ridwanullahi alaihim ajma'in, Allah awaridhie, yanhauna an-nasa, wana wakataza watu, an sabbi salatin, kuwatukana watawala. Ni jambo ambalo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanalikataza. Manhaj iliyokuwa sahihi aliyoifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tunatakiwa tuende nayo ni kwamba watawala na viongozi huwa wanaheshimiwa. Viongozi wanaheshimiwa, viongozi wanaombewa dua. Ikiwa utamuombea kiongozi dua akatengamaa, basi watatengamaa watu na mji utaweza kutengamaa. Na hayo ndiyo ambayo walikuwa wakiyafanya maimam na wanachuoni waliotangulia, kama vile ambavyo imepokelewa kwa al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na al-Imam al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Imepokelewa kwamba wao walikuwa wanasema kwamba lau kana li da'watu mustajaba, lau kama ningekuwa na dua yenye kukubaliwa, ma ja'altuha illa li sultan, nisingemwelekezea isipokuwa mtawala. Yani lau kama mtu angejua kwamba lau kama ataomba dua na hiyo dua itakuwa ni yenye kukubaliwa, basi atamuombea mtawala. Kwa nini asijiombee yeye mwenyewe? Akasema kwa sababu nikiombea nafsi yangu na nikajiombea mimi mwenyewe, hiyo dua haivuki, hiyo dua inabakia pale pale. Lakini idha ja'altuha fi sultan, nikiwa nimemwombea mtawala, salaha, atatengamaa, fasalaha bisalahi al-ibad wal bilad, watatengamaa kwa kutengamaa kwake mji au al-ibad, waja, wal bilad, na nchi au na miji. Kwa hii ni faida kubwa ya mtu kumwombea mtawala wake badali ya kumlani au kumwombea matatizo. Lakini utakapokuwa unamwombea dua akatengamaa, la shaka mambo yatakuwa ni mazuri katika mji. Fasultan yud'a lahu wala yud'a alayhi, mtawala anaombewa dua na wala halaniwi. Wadhālika liajli tahqiqi almaslahati al'amma lilbilad wal'ibad, na hivyo kwa lengo la kuthibitisha na kuleta maslahi ya watu wote kwa ajili ya nchi na miji na vile vile na watu wote. Ndugu zangu Waislamu na ndugu wa Tanzania kwa ujumla, miongoni mwa njia za kuleta amani
na kuiongezea amani na kuleta kheri nyingi kwa kila mtu na kuleta kheri nyingi kwa kila mmoja. Shukrullahi azza wa jalla, ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Fashukuru sababun kabiru liziyadati alkhair, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu kubwa ya kuongezeka kheri kwa mtu binafsi na kwa jamii. Yote yule ambaye anataka kheri iongezeke katika nafsi yake na katika mji wake na katika nchi yake, basi azishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo Allah amewaneemesha watu katika nchi yake au katika kila sehemu au katika familia yake. Na katika neema iliyokuwa kubwa ambayo kila mmoja anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo ni kushukuru neema ya amani. Amani ni neema kubwa sana, ni neema ambayo inasababisha neema nyinginezo ziweze kupatikana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, la in shakartum la azidannakum, ikiwa nyinyi mtashukuru basi nitakuongezeeni. Kwa maana kwa hii neema tuliyokuwa nayo, hizi asilimia kadhaa tulizokuwa nazo za amani, imma iwe ni asilimia 100 au asilimia 80 au asilimia 70, we kadiria asilimia tuliyokuwa nayo ya amani katika nchi yetu ya Tanzania. Itakapokuwa umemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi asilimia tulizokuwa nazo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatuongezea zaidi na zaidi. La in shakartum, Allah anatuambia kwamba ikiwa mtashukuru, la azidannakum, basi nitakuongezeeni. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, la tahdimu biladakum bikufri ni'am, msiharibu nchi yenu kwa kuzikufuru neema. Fakufuru ni'mati yujibu al'adhab, kuzikufuru neema ambazo Allah ametuneemesha, hilo jambo linasababisha kuleta adhabu, wal khawfi fi an-nafsi wal mal, na inasababisha vita na mtu kuwa na uoga katika nafsi na katika mali. Kwa hiyo kila mmoja akithidishe kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye nchi yetu ya Tanzania, na ikiwemo neema kubwa nayo ni neema ya amani. Hii ni neema ambayo kila Mtanzania na kila mwananchi wa Tanzania anakuwa ni wajibu juu yake kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. الطريقة التاسعة، njia ya 9، التحذير من أهل الفتن من الحركيين الداخليين والخارجيين. tutahadhari na watu wa fitna wa ndani, wale wanaojiita wana harakati huru ambao wako ndani ya Tanzania na wale ambao wako nje ya Tanzania. Tutahadhari na watu ambao wanaitwa wana harakati huru. Wana harakati huru, ndugu zangu, ni watu ambao tukiwatazama katika historia na katika nchi mbalimbali hawajawahi kupatikana katika maeneo wakaleta kheri katika nchi, bali huwa wanaleta shari katika nchi. Tumejaribu kutazama katika maeneo mbalimbali katika nchi ya Libya. Nchi ya Libya imeharibiwa na wanaharakati huru, ndio walioiharibu. Walipokuwa wamewachochea wananchi wa Libya, wakawachochea na kuambia kwamba kuna kheri nyingi wanatakiwa wazipate, na wakawasahaulisha zile kheri ambazo walikuwa wanazipata, ikawa wananchi wamewaitikia, ikasababisha kuondoka amani katika nchi ya Libya, ambao mpaka sasa tunapozungumza bado wa Libya wanaitafuta amani ya nchi yao ambayo imehadibika miaka mingi iliyopita. Yani wa Libya wana zaidi ya miaka 9 au wana zaidi ya miaka 8 wanaitafuta amani. Wa Libya wana zaidi ya miaka 8 wanaitafuta amani, amani ambayo ilihadibika na kuvunjika kwa muda wa siku moja. Mpaka sasa bado wanaitafuta watu wa Libya. Watu wa Algeria walilinganiwa na wanasiasa, walilinganiwa na wanaharakati huru wa ndani
ya Algeria na nchi ya Algeria wakawa wameivunja amani yao kwa muda wa siku moja, hiyo amani walitafuta kwa muda wa miaka 10. Miaka 10 wanaitafuta amani, ambayo hiyo amani ya Libya, amani ya Algeria ilikosekana kwa muda wa miaka 10. Miaka 10 ndugu zangu, amani iliyovunjika kwa muda wa siku moja imekuja kupatikana ndani ya miaka, baada ya miaka 10. Ndani ya miaka 10 wanaishi katika giza, mpaka wao hiyo miaka 10 waliita al-ashariyatu sauda, ni miaka 10 ya giza. Wameishi katika giza ya vita, wanapigana. Yule anayeua hakujua kwa nini kaua, na yule aliyeuawa hakujua kwa nini kauawa. Yule aliyeua hakujua ni nani kamuua, na yule aliyeuawa hakujua ni nani aliyemuua. Kwa hiyo waliishi kwa shida na matatizo mbalimbali, waliishi kwa shida na matatizo mbalimbali watu wa Libya, wakaja kuipata amani yao baada ya miaka 10. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo amani sio jambo la kuchezea. Katika mambo ambayo haifai kuchezea ni amani. Ni jambo ambalo ukifanya mistake likiondoka litakuja kupatikana baada ya miaka mingi mno. Kwa hiyo tusichezee amani ya nchi yetu Tanzania kwa sababu ya kuwasikiliza na kuwaitikia hawa ambao wanajiita kwamba wao ni wanaharakati huru. Lakini ndio maeneo mbalimbali Syria, mji ulifanywa kuwa ni kifusi. Njoo katika maeneo mbalimbali duniani utakuta kwamba amani inavunjwa na watu ambao wanaitwa wanaharakati, ambao wanakuwa ndani na wengine wanakuwa nje. Mtu anayekushawishi kwa lengo la kuivunja amani ya nchi yako kupitia maandamano na kupitia kuidai haki, unakuwa humjui, unakuwa humfahamu. Na wanaharakati katika maeneo yote, wakati wanashawishi, anakuwa na tiketi, anakuwa na visa. Yanapotokea machafuko, basi mtu huyo anakimbilia Ulaya, anakimbilia katika nchi nyingine. Na hivi ndivyo ambavyo ilivyotokea Libya, ndio hivyo hivyo ilivyotokea Algeria, ndio hivyo hivyo ilitokea katika nchi nyingine. Wale huwa wanakimbia, na wale ambao wako nje ndio wako nje tayari. Wale ambao watapata shida ni wale ambao wanakuwa ndani humu. Hasa sisi maskini ndio ambao tunapata shida, na wao watatuambia kwamba jamani, andamaneni, hakika bidhaa zimepanda bei, hakika kadha. Tunasahau zile khairi ambazo zinapatikana. Bodaboda akitoka na pikipiki yake anapata anachopata. Dereva bajaji akitoka na bajaji yake anapata. Wanaouza mandazi, wanaouza huko sokoni nyanya na mchicha, wanaouza nguo, machinga kwa ujumla, kila mmoja anapata nasibu yake. Hamna kiongozi ambaye atakuja atakufanyeni nyinyi wa Tanzania kuwa ni matajiri. Hakuna huyo kiongozi, hapatikani. Umaskini wako ni mpango wa Allah, na utajiri wa tajiri ni mpango wa Allah. Baadhi ya watu watakuwa ni vibarua, na baadhi ya watu watapambana, watakosa hela ya kula. Kuna baadhi ya watu watapambana, atakosa hela ya kula, inabidi apewe. Na ndio maana watapatikana watu wataomba na watapewa. Kwa hiyo swala la kwamba huyu awe maskini na huyu awe tajiri na huyu awe kadha, hii ni mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hayo ameyaelezea katika Qur'an, kwamba baadhi ya watu amewafanya kuwa ni matajiri na baadhi ya watu amefanya kuwa ni maskini. Baadhi ya watu ameikunjua riziki yao, na baadhi ya watu ameimina riziki yao ni chache. Kwa hivi ndivyo ambavyo hivyo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapa kingi anaowataka na anawapa kidogo anaowataka. Vile vile katika nchi, kuna nchi ambazo zitakuwa ni nchi tajiri na kuna nchi nyingine zitakuwa ni nchi maskini. Huo wote ni mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndivyo Allah alivyowaomba watu, na huo ndivyo utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sunnatullah, ni utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu kuja akadai kwamba mnayakosa haya, mnayakosa yale, kwamba mnabidi mpate ziada, kisha mkawaitikia mkakubali kuivunja amani yenu, hayo mlioyapata mliokuwa nayo sasa nayo yataondoka.
na yale ambayo mliyatarajia kuyapata hamtuyapata. Kwa hiyo hali itakuwa ni mbaya kuliko ile hali mliokuwa nayo kabla ya kuichafua amani ya nchi yenu. Libya tumekuja kama watu walikuwa Libya, watu walikuwa wanalipiwa mahali. Mtu akitaka kuoa inapangishwa nyumba, anapewa mtaji wa kufanya biashara, anapewa, kama hawezi kufanya biashara mwingine anapewa pesa, anakuwa anaenda kupokea pesa tu, ana account ya benki ya kupokea tu, sio ya kuweka. Yeye anakuta washamwekea, yeye anapokea. Wakaja watu wakawashawishi watu wa Libya, wakawa wameivunja amani yao kwa kutaka ziada ya zile khairi walizokuwa wanazipata kutoka katika serikali yao ya Gaddafi. Mwisho wakawa wameangukia katika umaskini ambao mpaka sasa wako wanatafuta khairi wapate wala kidogo kuliko kile walichokuwa wanakipata kipindi cha Gaddafi, lakini hawakipati. Ndugu zangu Waislamu, kuna watu walikuwa ni matajiri wakawa ni maskini, na kuna watu walikuwa ni maskini wa kawaida wanapata kupitia serikali, hawapati chochote, na hali imekuwa ni mbaya. Kwa lazima hilo swala tulifahamu hivyo. Jana tuliulizwa swali hapa kwamba vipi mnazungumzia amani wakati kuna watu ambao wanakufa, kuna watu wanatekwa. Likaulizwa swali la sampuli kama hiyo, tukawaambia kwamba zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa wanauawa. Akina Ammar ibn Yasir walikuwa wanapigwa, akina Bilal walikuwa wanapigwa, akina Abdurrahman ibn Auf walikuwa wanapigwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alinyanyaswa na kuteswa mateso mbalimbali alayhi salatu wasalam. Watu walidhulumiwa mali zao katika mji wa Makka, lakini bado Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahimiza watu wafanye subira. Aliwaambia isbiru, fanyeni subira, hizi hali zote zitaondoka. Fanyeni subira, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume aliendelea kuambia la tatamanna liqa al-adu, msitamani vita. Watu wanateswa, anawaambia kama msitamani vita. Hii hali ambayo inatokea ya kupigwa na wengine kuuawa, hii ni hali ndogo. Kuna ile hali kubwa, vita kichanganya, watu wakaanza kuuana wao kwa wao, hiyo hali ni mbaya hiyo. Watu walienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kina Abdurrahman ibn Auf wakaenda kwa Mtume akamuomba, ya Rasulullah, sisi kabla ya kuwa Waislamu tulikuwa hatuteswi, hatupigwi. Sasa hivi baada ya kuwa Waislamu, hawa washirikina hawa ambao bado hawajawa Waislamu wanatupiga, wanatunyanyasa. Walikuwa wanataka nini? Walikuwa wanataka na wao pia wapambane, yatokee mapambano. Mtume akamwambia hapana, Allah hajatuamrisha hilo. Allah ametuamrisha kwa hawa ambao wanatupiga, hawa ambao wanatuua, hawa ambao wanachukua mali zetu kwa dhulma, ametuamrisha kwamba tufanye subira. Tufanye subira, tuyatazame haya mambo, hizi hali zitakuja kuondoka. Na kweli masahaba walifanya subira na zile hali baadaye zikaja kuondoka. Walifanya subira masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini njoo kwa Musa alayhi salatu wasalam, Banu Israila walipigwa mara kwa mara, wakachinjwa mara kwa mara watoto wao wa kiume. Banu Israila shekhe, miaka mingi katika utawala wa Firauna, wanapigwa, wanauawa, wanasurubiwa wana wa Israeli. Wanamwambia Musa kwamba sisi tunaudhiwa, tunapata shida mbalimbali. Musa alisemaje? Alisema tutoke tupigane nao? La, haikuwa hivyo. Musa aliwaambia, ya qaumi isbiru, enyi watu wangu fanyeni subira, fanyeni subira, hili jambo litaondoka. Na jambo lifika time likaondoka. Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa Musa na watu wake, wana wa Israeli. Akawa amewaokoa wana wa Israeli, akawaokoa Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa amemwangamiza Firauna. Kwa hiyo haya tukiwa tuniyasema, hata kama kutakuwa na kasoro ndogo ndogo, haina maana kwamba tuvuruge amani kwa sababu kuna kasoro ndogo ndogo. Ikitokea vita, ndugu zangu wa Tanzania, itakapokuwa imetokea vita, yale mambo machache ambayo unayapata, kama wewe ni machinga huko Kongo
au uko kwenye soko lolote katika masoko yanayopatikana katika mikoa yote ya Tanzania, hutoweza kwenda sokoni. Wewe mkulima hutoweza kulima. Wewe mfanyabiashara wa aina mbalimbali, sawa sawa unauza nguo, unauza chakula, unauza mboga, ima unatembeza au uko sehemu moja, hutoweza kutoka kwa sababu yashatokea machafuko tayari. Uchumi wa nchi utashuka. Kwa hiyo badala ya kutafuta ili haki ziada unayoitaka, hata hii haki uliyokuwa nayo hutoipata. Yani hii kheri uliyokuwa nayo hii, kama wewe unakula siku moja, yani jalia wewe Mtanzania unakula siku moja kwa siku, unapata unga badala ya kupika ugali. Ukipika ugali hautoshi, inabidi mkoroge uji mnywe, tena hamna sukari, mnaweka chumvi. Mko katika kheri. Ikiwa utavuruga amani ya nchi yetu, hata huo uji huo hutoupata. Huo uji wa kukoroga huo ukaweka chumvi hutoupata. Kwa hiyo haya masala ya amani, kila mmoja lazima ajue kwamba katika mambo yote chezea, lakini usichezee amani. Amani kwanza, amani kwanza, ndugu zangu wa Tanzania. Mambo mengine yatakuja baadaye. Hayo mambo mengine yakosekane na yaondoke, lakini amani ipatikane. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila mmoja kwamba apambane kwa lengo la kubakia amani ya Tanzania yetu. Tusiwasikilize watu ambao wana maneno ambao ni matamu yanayopelekea kuivunja amani. Mtu yoyote vyovyote vile atakapokuwa, awe ni mwanasiasa, awe ni nani, kuhusiana na swala la kuivunja amani, abadan hatutomsikiliza. Yani aje mtu ajiite kwamba yeye ni malaika, hakosei, akileta maneno ya kuivunja amani, tukamsapoti sisi wa Tanzania, tujue hizi kheri ndogo tulizokuwa nazo zitaondoka, na ile ziada ambayo tunaitaka hatutoipata, na hizi kheri tulizokuwa nazo ndogo hatutozipata, nazo zitaondoka. Tutabakia hivi, tutakuwa na njaa, tutakosa nguo za kuvaa, na hali itakuwa ni mbaya zaidi ya vile ambavyo ilivyo. Yani kwa maana kwa sasa kuna watu ambao wakitazama Tanzania yetu wanatamani wawe wa Tanzania. Huu mfano na utoa mara kwa mara, kwa sababu tunawaona watu wakitoka Burundi huko, mtu anatamani ajichimbie humu ndani, ajichimbie katika Tanzania, apate hata uraia wa Tanzania, na wanapata ugumu wa kuwa wa Tanzania, wanatamani wawe wa Tanzania. Wanyarwanda hivyo, mpaka wa Kenya. Maana kuna baadhi ya wanaharakati wanatoa mifano Kenya, wao wa Kenya wanaitamani Tanzania, lakini anatokea mpumbavu mmoja ambaye akili yake imeharibika, na yeye eti anataka sisi eti tuwe kama Kenya. Haiwezekani swala kama hilo. Juzi Kenya, yani majuzi hapa, juzi kati, siku sio nyingi, yametokea maandamano. Tunaambiwa kwamba mtu alikuwa anaingia kwenye mtaa fulani, waandamanaji fulani wanavunja maduka ya watu wengine, hali ya kuwa na wao kwenye mitaa mingine yanavunja maduka yao. Waandamanaji katika mitaa fulani wanavunja nyumba za watu na kupora, hali ya kuwa na wao katika mitaa mingine na maeneo mengine nyumba zao pia zinavunjwa. Kwa hiyo mpaka maandamano yanaisha, baadhi ya miundombinu ya serikali na mali zake zimeharibiwa, baadhi ya mali za wananchi zimeharibika, kwa maana maandamano hayajaleta kheri bali yameleta hasara. Kweli haya mambo ndio tunayotamani Tanzania? Haya mambo ndio ambayo tunatamani Tanzania? Kwa kila mmoja lazima awe na akili, aitumie vizuri akili yake. Tuwaidhike kupitia watu wengine, tuwaidhike kupitia vitendo vya watu wengine. Maandamano siku zote katika historia hayajawahi kuleta kheri, bali maandamano huwa yanaleta hasara. Tuzidai haki zetu hali ya kuwa tuko ndani ya amani. Lau kama tutataka kuzidai haki yetu tukiwa nje ya amani, hizo haki hazitopatikana, na huyo mtu kumdai hatutompata, bali tutaishi hali ya kuwa tunauawa, mali zinaibiwa,
heshima zinavunjwa, tukiwa katika majekejeke ya roho na matatizo mbalimbali. Hakuna raha bila amani, hakuna raha bila amani, ndugu zangu wa Tanzania. Kwa hiyo tusaidiane sote raia katika kuilinda amani yetu ya Tanzania. Tuwaidhike na vitendo vya wale waliopita, tuwaidhike na vitendo vya watu ambao walikataa amani kisha baadaye wakaitafuta na wala ikawa haijapatikana. Miongoni mwa sababu za kuilinda amani na kuihifadhi amani ni raddul umuri ila ashabiha, kuyarejesha mambo kwa wenyewe. Kuna kipindi katika nchi yetu yanatokea majambo, kuna mambo yanatokea na habari zinatokea, habari mbalimbali ambazo hizo habari zinaweza kunasibishwa labda na serikali, zikanasibishwa kama zinatoka labda Ikulu, ikawa hizo habari ima ni za kheri au sio za kheri, au zikawa zimenasibishwa na Wizara ya Mambo ya Ndani, zikawa ni za kheri au sio za kheri, au zikanasibishwa na wizara fulani au na kitengo fulani katika vitengo vya serikali, au zikanasibishwa na sehemu mbalimbali, zikawa ni habari za kheri au zikawa ni habari za shari. Manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotufundisha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba habari iliyokuja tutafute uthibitisho kutoka kule ambako inahusika. Kama habari inahusiana na serikali, sisi tuisikilize serikali inasemaje kuhusiana na habari hiyo. Uthibitisho na maelezo ambao sisi wa Tanzania tunatakiwa kuyakubali ni yale maelezo ambayo yanatolewa na serikali. Habari kama inahusika na Wizara ya Kilimo, sisi tutachukua maelekezo ya Wizara ya Kilimo. Habari kama itakuwa inahusiana na Wizara ya Mambo ya Ndani na polisi wa maila dhalik, sisi maelezo ambayo tunatakiwa kuyachukua wa Tanzania ambao tutayakubali ni yale maelezo ambayo yametolewa na wizara hiyo. Hayo maelekezo ndiyo aliyotupatia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf. Allah subhanahu wa ta'ala anawalaumu na kuwatia adabu na kuwafundisha watu ambao pale ambapo inapokuwa limewajia jambo ambalo linafungamana na mambo ya furaha, mambo ya amani, au ile khaufi au mambo ya vita, ikaja habari kwamba jamani, Tanzania labda wameingia magaidi au Tanzania inavamiwa, ni jambo linaogopesha, ni jambo ambalo linaogopesha, au jamani kuna tofauti katika serikali, ni jambo ambalo linaogopesha, au likawajia jambo la furaha kwamba bwana kuna hivi, kuna vile, kuna kadha. Allah anasema watu hawa ambao hawana adabu au watu hawa ambao wanafanya vibaya, ikiwajia habari kama hizi za kufurahisha au habari za kuogopesha, adha'u bihi, wanazieneza hizo habari bila ya kutafuta uthibitisho kwamba ni habari za kweli au sio za kweli. Wao wanaeneza tu. Na ahyana tukiwa kwenye majlisi zetu za kahawa, kwenye vikao vyetu mbalimbali maskani, utakuta mtu anakuja anatuambia, anasema jamani, mimi nina habari za ndani, nazo za ndani, kuna za ndani. Yani kwa maana za ndani usitafute uthibitisho wake. Huyu mwenyewe ambaye anatuambia kwamba kuna habari za ndani, na yeye mwenyewe kaambiwa kwamba kuna habari za ndani, na yule aliyeambiwa na yeye kaambiwa na mtu mwingine, hivyo hivyo zile habari zinaenda zinakatika. Kama alivyosema al-Allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi rahimahullah ta'ala, muhadithu al-Yaman, anasema kwamba habari hizi ambazo zinaitwa za ndani, hizi habari ambazo huwa zinavuma katika nchi, anasema isnadi yake huwa inakatika, ile cheni ile huwa haiungi, huwa inaishia jangwani. Fa inna isnadahu la yantahi illa ila as-sahara, isnadi yake ile cheni yake huwa haiungi, huwa inaenda inakatikia kwenye nini? Inakatikia jangwani. Kwa hiyo unakuta huyu anamhadithia yule, anasema ni za ndani,
yule anamhadithia yule, anasema ni za ndani. Habari zimetoka Ikulu, bwana unajua bwana rais halali Ikulu. Umesipata wapi? Hizi za ndani. Wewe hata kuna jamaa yangu anakaa Ikulu. Si kweli kama kuna jamaa yake anakaa Ikulu. Na yeye mwenyewe kuna mtu mwingine kamwambia, na yeye kamwambia kuna jamaa yangu anatoka hivyo hivyo. Zingine zinahusiana na jeshi, zingine zinahusiana na kadha na kadha. Bwana nasikia si fulani na fulani ana tofauti na fulani, fulani ana bifu na fulani. Ni habari imma zinatia furaha, ni habari imma zinatia nini? Zinatia hofu. Watu wataogopa. Haifai kuzisambaza hizo habari. Allah anawasema vibaya wale wenye kusambaza habari ambazo zinawajia bila kutafuta uthibitisho. Allah anaendelea anasema, walau radduhu ila rasul, lau kama hiyo habari hiyo wangeirejesha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni kwa wakati wake alayhi salatu wasalam, wa ila ulil amri minhum, au wakazirejesha habari hizo kwa viongozi wao na wanachuoni wao, wakazirejesha mahala husika, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangejua kwamba hao viongozi na hao wanachuoni watawaambia nini, watawapa faida gani kuhusiana na hiyo habari, kwamba ni ya kweli au sio ya kweli, ni ya kweli ieneze au sio ya kweli achana nayo. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, lau kama sio kuwepo fadla za Allah subhanahu wa ta'ala na rehema zake, lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, mngemfuata shaytani isipokuwa wachache. Lakini fadla za Allah subhanahu wa ta'ala mkawa hamjawapata hivyo. Anasema al-allama as-Sa'di rahimahullah ta'ala, hadha ta'dibu min Allah, hii ni kuwatia adabu, hii ni funzo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala liibadihi, akiwa anawaelekeza na kuwatia adabu waja wake, an fi'lihim hadha ghairi laiq, kwa vitendo vyao hivi ambavyo haviendani, havifai. Wa annahu yanbaghi lahum, na kwamba wao watu wanatakiwa idha jaahum amrun min al-umuri al-muhimma, linapowajia jambo katika mambo ambayo ni muhimu, wal masalih al-amma, na maslahi ambayo yataienea jamii, ma yataallaqu bil amni wa sururi al-mu'minin, mambo ambayo yanafungamana na amani na kuwapa furaha watu, au bil khawfi alladhi fihi musibatun alayhim, au ikawajia habari na jambo ambalo litawaogopesha, litawapa taharuki, ay yatathabbatu, kama ni wajibu wao watafute uthibitisho kama hii habari iliyotujia sawa sawa, iwe ni ya furaha au ni ya kuogopesha, kuleta taharuki, je ni ya kweli au sio ya kweli? Kwa watu watathabat, watafute uthibitisho. Wala yastajilu, na wale wasikurupuke, la yastajilu bi isha'ati hadha al-khabar, wasikurupuke kuieneza hiyo habari, wasifanye haraka kuieneza. Bal yaruddunahu ila rasul sallallahu alayhi wasallam, bali wairejeshi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wakati wake, wa ila ulil amri minhum, au wairejeshi kwa viongozi wao, wavirejeshi kwa wanachuoni na kwa viongozi, ahadi rai, watu ambao wana rai za sawa, wal ilmi, wanavioni, wan nushi, watu wenye nasaha, wal aqli, watu wenye akili, warazana, wazirejeshe kwa watu wenye busara katika nchi yao, wasizirejeshe kwa watu ambao hawahusiki na mambo hayo, wazirejeshe kwa watu wenye rai na ilmu na nasaha na akili na busara, alladhina ya'rifuna al-umur, ambao wanayajua majambo katika nchi yao, wanajua maslahi mazima ya nchi, kwamba hapa nchi kwa neno hili itapata maslahi, nchi kwa neno hili itaingia katika hasara na matatizo. Wayarifuna al-masalih wa dhiddaha, wayarejesha kwa watu ambao wanajua maslahi na kinyume chake. Wakisharejesha huko katika vile vitengo husika katika nchi yao, fa in ra'u fi idha'atihi maslaha,
wakiona kuieneza ile habari kuna maslahi wa nashatan lilmu'minina wa sururan lahum, na kwamba watu watachangamka, watafurahi, wataharruzan min a'daihim, na watu wataweza kujikinga na kujihifadhi na kujidefense na wale maadui zao, fa'alu dhalika, watalifanya hilo, kwamba hii habari acha ienee kwa sababu ina maslahi, au hii habari tuizuie kwa sababu ina madhara kwa wananchi na kwa nchi yetu. Wa irau annahu laysa fihi maslaha, wakiona hii habari kwamba haina maslahi au fihi maslahatun walakin mudarratuhu tazidu ala maslahatihi, lakini hii habari ina maslahi lakini madhara yake ni makubwa. Maslahi kweli yapo lakini madhara ni makubwa. Lam yudhi'uhu, hawatoieneza hiyo habari, hawatoieneza. Walihadha qala, na ndio maana Allah akasema la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangejua kwamba hii istimbati ni ipi, ni faida gani ambayo inatokana na hii habari ambayo inaenea, wangejua. Yastakhrijunahu bifikrihim, faida ambao wanaitoa kwa fikra zao, wa araihim sadida, na rai zao ambazo za sawasawa, wa ulumihim rashida, na elimu zao ambazo ni za haki, ambazo zimesimama kwa sawasawa. Anaendelea As-Sa'di rahimahullah, wa fi hadha dalilun liqa'idatin adabiyya, na katika hili kuna dalili ya kanuni ya kiadabu kwamba watu inabidi wapitie katika kanuni hii juu ya kuzitengeneza adabu zao. Hii ni kanuni ya kutengeneza utaratibu uliokuwa mzuri wa maisha. Wa hiya annahu, na hiyo kanuni inasema kwamba idha hasala bahthun fi amri min al-umur, ikiwa itatokea tafiti miongoni mwa tafiti za majambo, yambaghi ayuwalla man huwa ahlu lidhalik, itatakiwa apewe yule ambaye ana uwezo wa kufanya hivyo, yule ambaye anahusika. Kama jambo linahusiana na mambo ya usalama wa wananchi, hilo jambo tunalirejesha katika vyombo vya usalama na amani. Kama jambo linahusiana na mambo ya kilimo, tutalirejesha katika wizara ya kilimo. Kama jambo linahusiana na wizara ya mambo ya nje, litarejeshwa katika wizara hiyo. Kama jambo linahusiana na mambo ya serikali za mitaa, serikali za wilaya na mkoa, litarejeshwa huko. Hao ndio ambao watayasema majambo hayo, ndio ambao watatoa maelekezo na maelezo yenye kuridhisha, kwa sababu wao ndio ambao wanasimamia hivyo vitengo. Wayujali ila ahlihi, hilo jambo lielekezwe kwa wenyewe. Wala yutaqaddamu baina aidihim, na wala watu wasiwatangulie. Akatokea mtu yuko Amerika au yuko Ufaransa au yuko ndani ya nchi akaanza kulitolea maelezo, abadan, huyo maelezo yake hatuyakubali. Tutakubali maelezo ya wale ambao wanahusika na maeneo hayo, kwa sababu wao ndio wahusika, ndio wanaona kwamba kuna maslahi ya kuweza kuyazungumza mambo hayo. Fa innahu aqrabu ila sawab, mambo tukiyarejesha kwa wenyewe, hiyo ndiyo ambayo itakuwa ni karibu na sawa. Wa ahra li salamatin au ahra li salamati min al-khata, na itakuwa hilo jambo ni zaidi na zaidi kusalimika na makosa. Kwa hiyo mambo ambayo yatatokea katika nchi yetu sawa sawa ni mambo ya kutupa furaha au kutuogopesha, tuyarejeshe katika vitengo vyake, tuyarejeshe katika vitengo vyake. Hapo tutakuwa tunaishi maisha yaliyokuwa safi. Sio mtu anakuja hatumfahamu kabisa au yuko mbali anatoa maelekezo, sisi wa Tanzania tunakubali. Abadan, tukubali maelekezo ambayo yatatolewa kutoka katika kila kitengo. Wa fihi nahyu anil adala, katika hii aya kuna katazo la kukurupuka. Tusiwe wenye kukurupuka, tusiwe na haraka kwenye majambo. Watasarru'i linashri al-umuri min hinni sama'iha, kufanya haraka kuyaeneza mambo, habari wakati wa kuisikia. Ukisikia habari ushaieneza, usifanye haraka kuieneza.
wal amru bitaammuli qabla al-kalam, na Allah anatuamrisha kwamba tuyazingatie maneno, tuyazingatie majambo kabla ya kuyazungumza, wan nadhari fihi, na tuyafanyie utafiti kabla ya kuyazungumza. Hal huwa maslaha fayuqdimu alayhi al-insan, je ni maslaha mtu asonge mbele, ayafanye, aeneze, aseme au afanye, amla, au hakuna maslaha mtu atulizane? Hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa kufanya, ndugu zangu Waislamu bil khusus na Watanzania kwa ujumla, kwamba mambo ni mengi na maneno ni mengi ya kuweza kuielezea serikali kwamba kuna hiki, kwamba kuna kile, kwamba Watanzania msikubali. Abada, watu ambao watakuja kutuletea maneno ambayo yana uchonganishi, haipendezi sisi Watanzania kukubali maneno ya watu hawa. Kwa hiyo ndugu zangu, yani kwa kumalizia, ili nimwachie al-akhi Shaqiq hafidhahu Allah ta'ala, maneno ni mengi kuhusiana na masala ya kuhifadhi amani yetu ya Tanzania. Maneno ni mengi sana, naona yani kama vile mathalan miongoni mwa njia za kuvunja amani ukabila. Naona ukabila ni sababu ya kuvunjika amani, kama ambavyo sisi Watanzania tumezoea kusema kwamba sisi Watanzania, hili ni jambo ambalo tuendelee nalo, tusibaguane kwa sababu ya ukabila, tusibaguane kwa sababu ya ukabila. Na vile vile kuna masala ya kiapo cha nini, cha utiifu. Kiapo cha utiifu ni kwa ajili ya mtawala, sio kwa ajili ya shekhe, wala sio kwa ajili ya kiongozi fulani, wala sio kwa ajili ya askofu au nani. Kiapo cha kutii ni kwa ajili ya mamlaka, na sisi Uislamu umetufundisha kwamba kiapo cha utiifu anapewa mtu mmoja katika nchi, naye ni rais tu peke yake. Kwa sababu ikipatikana kwamba umempa kiapo cha utiifu, kaapa kumtii shekhe wako au kiongozi wako wa kabila au yoyote yule, ina maana ikitokea rais amesema fanya hivi na huyu mwingine atasema usifanye, utamsikiliza nani? Ndio maana Uislamu ukatuwekea sisi kwamba kiapo cha utiifu ni kwa ajili ya mtu huyu mmoja katika nchi, anakuwa ni mtawala. Rais ndiye ambaye anapewa kiapo cha kusikilizwa na kutiiwa bil ma'ruf. Ndugu zangu Waislamu, ndugu wa Tanzania, la tushariku fil fitan, msishiriki katika fitna ya aina yoyote. Ibtaidu anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, jiwekeni mbali na fitna. Fitna iwe ya wazi, fitna iwe mjificha, jiwekeni mbali na fitna. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara, sote wa Tanzania tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na shari, atukinge na fitna. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba, akawaambia ta'awadhu billahi minal fitan, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala akukingeni na fitna, ma dhahara minha wa ma batan, fitna za wazi na zile ambazo zimejificha. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakasema kwa pamoja, na'udhu billahi minal fitan, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na fitna, ma dhahara minha wa ma batan, fitna za wazi na zile ambazo zimejificha. Hadithi ameipokea al-Imam Muslim kutoka kwa Zaid ibn Thabit. Mtume aliwaambia masahaba, jikingeni na fitna, na wao wakaomba dua wakasema, ya Rabb, tukinge na fitna. Wajibu kwa Watanzania wote kwa ujumla, wawe ni funguo za kheri, wawe mikono yao, kila mkono wa Mtanzania na kila Mtanzania amuombe Allah subhanahu wa ta'ala Mola wetu, mikono yake iwe ni mikono ya kuzileta kheri kwa ajili ya Watanzania, mikono yake ifunge shari na kuizuia kwa ajili ya Watanzania na kwa ajili ya Tanzania yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna minan nasi nasan, hakika miongoni mwa watu kuna watu, mafatiha lilkhair, watu hao ni funguo za khairi, maghaliqa lishari, watu hao wanazifunga shari. Katika watu kuna watu ambao ni funguo za khairi, wanakuwa wanaleta khairi kwa ajili ya watu na wanakuwa wanazuia shari zisiwapate watu.
wa inna minan nasi nasan, na miongoni mwa watu kuna watu ambao mafatih lishari, watu hao wanakuwa ni funguo za shari, wanafungua shari kwa ajili ya watu, wanawachochea watu ili waingie katika vita, ili waingie katika fitna, ili waingie katika taharuki, ili waingie katika kuziondoa neema walizokuwa nazo. Kuna watu ambao kazi yao ni hiyo, hawataki watu waone hali ya kuwa na furahi. Wao kazi yao ni kuzifungua shari kwa watu, maghaliqa lilkhair, wanazifunga shari, wanazifunga khairi kwa watu, wanazifungua shari, wanazifungua shari na kuzifunga khairi. Kuna watu ambao hiyo ndiyo kawaida yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fatuba liman kana mafatihul khairi ala yadayhi, amepata pepo yule ambaye funguo za khairi kwa ajili ya watu zitakuwa kwenye mikono yake. Wa wailun liman ju'ila mafatihu sharri ala yadayhi, na adhabu na moto wa jahannam itakuwa kwa yule ambaye funguo za shari zitawekwa kwenye mikono yake. Pupia ndugu yangu Mtanzania, pupia ndugu yangu Mtanzania, uwe ni funguo za khairi, uwe ni funguo za khairi kwa ajili ya Watanzania, ili uipate khairi na uipate pepo, na kuwa ni mwenye kuwa mbali kwamba funguo za shari zisiwe kwenye mikono yako, kwa sababu itakuwa ni sababu ya kuingia katika jahannam, wali'iyadhu billahi azza wa jalla. Kwa hiyo kila mmoja ajalie na apambane kwamba khairi ambazo zinapatikana Tanzania zidumu, na khairi ambazo bado hazijapatikana zipatikane kupitia mikono yake, na kila mmoja apupie funguo za shari ziwe mbali na mikono yake. Kwa nini? Kwa sababu yule ambaye funguo za khairi zitakuwa katika mikono yake kwa ajili ya Tanzania yetu hii na kwa ajili ya umma wote, basi atapata pepo ya Allah. Na yule ambaye funguo za shari, funguo za fitna, funguo za vita zitakuwa katika mikono yake, basi aelewe huyu ataipata jahannam, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.